Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji mpendelevu wa channel yetu hii ya Dak TV1 Miski ya Roho, tunakujia na matangazo yetu usiku kama vile mchana, na leo tunao taarifa ya habari katika kipindi chetu hichi cha leo, na natumai tayari moja kwa moja katika runinga yako au kwenye simu yako tayari unaona picha ambaye tuko naye. Naenda kumkaribisha na yote kumtambulisha, pengine labda utakuwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kukutana naye, lakini kabla sijampa nafasi ya kuweza kujitambulisha, ni kuombe usisahau kushare na kusubscribe na kuwarushia wengine. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi subscribe yako ni moja katika maendeleo, na kama wewe ni mpendelevu wa channel yetu hii, basi comment yako, like yako tunaisubiri kwa ajili ya kutuhabaria kile ambacho tutakuwa umenukuu katika siku hii ya leo. Na mzee wangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwanza katika channel yetu hii ya Dak TV1. Asante sana mtangazaji. Na hapa tunaamini kwamba kuna watu ambao wanatutizama, lakini wengi wao huenda labda sura yako ndio mara ya kwanza utakuwa umeiangalia. Kwa wale ambao watakuwa wakufahamu, tunapendelea wakufahamu unaitwa nani na wewe ni nani? Ndio, alhamdulillah rabbil alamin. Naitwa kwa jina Masimango Tuna Hussein, Daktari Masimango Tuna Hussein, na ni Muislamu. Niko Muislamu wa hapa Bukavu. Na pengine watu watasikia ni daktari, lakini hawatafahamu ni daktari wa nini, wa kutoa meno, daktari wa matibabu, daktari wa nini? Ndio, ni daktari wa science. Wa science inaitwa management. Niko daktari doktora ya science ya management, tukihusika sana na mambo ya public finance publique, comptabilité, budget, fiscalité, management, hayo yote tumo ndani. Naam, shukrani mzee wangu, na karibu tena katika taarifa zetu za siku ya leo. Na ni kwamba watazamaji wengi au wakaaji katika mji wetu wa Bukavu, kuna changamoto fulani ambazo zimepita katika mji wetu huu, kwamba kulikuwepo na uchaguzi wa kiongozi mpya, chef d'identité. Nilikuwa nataka nifahamu ili hizi habari zipo, ni kweli mmefanya uchaguzi wa chef d'identité au ni aje? Ndio, alhamdulillah rabbil alamin. Ilikuwa tarehe 13 za mwezi huyu wa 7, mwezi huyu wa 3, tarehe 13 za mwezi huyu wa 3. Ndio unajua kama katika mambo ya utawala palikuwa shida. Utawala wa Kiislamu una matatizo. Ni karibuni miaka 5 pana wa chef d'identité watatu wakiambatana na vile wa representant watatu huko Kinshasa. Kila mtu akaweka representant wake, basi ikawa ni vurugu, fujo kubwa sana, hadi kawafanya Waislamu wasambaratike, hawakuwa wanajua hata washike mti gani. Alafu unajua katika mageuzo, katika mapinduzi, itabidi wenyewe wanatuongoza hivi sasa hapa Bukavu wakasema sasa wenyewe hiyo fujo hawaitaki kwa sababu wanataka waongee na watu, waongee na Waislamu, na kuongea na Waislamu waweze kuongea na wa representant watatu. Kwa upande huyu wenyewe wanamiliki, wanataka pawe representant mmoja mwenye atakuwa ndiye anaulizwa au anaeleza mambo ya Waislamu. Alafu katika hali hiyo, ilikuwa hiyo hali ni kama vile imeambatana na matokeo yako Kinshasa leo. Matokeo yako Kinshasa leo kwa mujibu wa ripoti ya mtu aliyepewa kazi ya kuweza kuongea na Waislamu na kukusanya Uislamu, ilithibitika kama hapakuwa lolote linaweza likatoka kwa mfumo wa kisasa wa Komiko. Hizo habari tunazo. Hatujui kama ndio zilimewafanya nao viongozi na wenyewe watuambie hivyo. Manake ikaonekana kama zile komite zote tatu, ule uongozi wa Komiko na statut na reglement na ile autorisation de fonctionnement, vyote vimefutwa. Leo hii tunaongea, vyote vimefutwa. Ripoti wamempelekea kiongozi wa nchi, wamemwambia kama ile Komiko mwa ile organisation yake, ile configuration yake ya zamani, basi
hawapawezi kutoka himo kitu. Lazima tufanye mchakato mwingine mpya, paje mawazo mengine mapya ya kuweka kitu kitaweza kuitwa kama vile Conseil supérieur de l'Islam au Congo. Conseil supérieur de l'Islam au Congo. Halafu unasikia kama vile sisi kwetu hiyo ni fursa inaambatana na haya mambo tumefanya. Huyu uchaguzi umepitika tarehe 13 mwezi wa 3, unakubaliana na hayo kwa sababu zile komite zote sijui ya Mangala, sijui ya Jibondo, sijui ya Mwinyi zimevunjika. Na wale wa viongozi wao wako kama vile hawana kazi tena. Ndio. Naam kiongozi, asante. Lakini hapo kuna jambo muhimu ambalo nataka tulifahamu. Kama vile nyinyi mlikuwa katika ule uongozi ambao ilikuwa na vichwa takriban vitatu vinapoongoza, ni hali gani ambayo mliona ya kimaendeleo au yenye haiko ya kimaendeleo katika hilo jambo? Unajua bana, maendeleo ya Uislamu ni tunaweza tukasema ni takriban miaka karibu 10, takriban miaka 10 Bukavu hapa hakuna maendeleo ya Kiislamu. Hamna. Maendeleo yalimeonyesha sura pindi representa alikuwa Sudi Nyange. Bwana Sudi ameleta kabisa mchakato mkubwa sana, na ndio wakati ametumika na nyanja zote na sera zote kuweza kujenga misikiti imeenea presque province yote nzima ya Sud Kivu kwa ujamii na vile ya Bukavu kwa upekee, kwa sababu amefanya kazi kubwa sana ya kuweza kuhamasisha jamaa na Waislamu na wafadhili. Amefanya kazi kubwa sana, na ni wakati huyo unaweza kukumbuka kama ndio wakati tumeanza kujenga Nidunga. Pindi tumeanza kujenga Nidunga ilikuwa kabisa ni masomo ya mbao, tena mbao za kuchoka. Nakumbuka maire de la ville huyu tuko naye leo, siku amekuja anatoka kwa inspection de travail kuja kuposer première pierre ya Nidunga, anatukumbusha kama wakati aliona wanapose première pierre mara ya kwanza, yeye alikuwa kingali ku secondaire au ku primaire. Alafu tumemuita leo kuja kupose tena lingine pierre ya kwanza, amesha kuwa fonctionnaire. Basi ikawa kwetu kabisa ilikuwa ni hatari. Aibu. Lakini alhamdulillah rabbil alamin, kazi tulifanya, masomo yalisimama licha ya kuwa hatujere leo yale masomo, lakini yalisimama. Na maendeleo tukasema yamerudi nyuma sana zaidi katika miaka hii 10 imepita tangu tumeacha wadhifa kule. Imekuja juu ya nini? Tumeacha viwanja bado vipo. Leo hakuna hata kiwanja kimoja cha Kiislamu hapa Bukavu. Hamna. Ni masikitiko. Na hiyo yote inakuja kwa sababu hao viongozi walikuwa pale hawakuwa na kazi nyingine. Ilikuwa kazi yao ni kupora tu. Naam, kwa hiyo asante sana kutufahamisha katika hili. Nadhani mtazamaji wangu utakuwa huko na mimi hatua kwa hatua, na usichoke, lazima tufuatane mimi nawe mpaka mwisho wa kipindi chetu. Na kiongozi, katika hili mimi nataka nifahamu, kwa sababu mtu unapokwenda kugombea unataka uongozi, ni kitu gani haswa kinyuko unacho cha vision? Mfano unataka uwe kiongozi wa watu, ni kitu gani ambacho wewe unavizia? Nataka niwe kiongozi, nini uko nayo kama vile vision yako? Ndio, unajua mimi kwanza naweza nikakufahamisha kwa kawaida, sikuwa nagombania cheo chochote kile. Sikuwa nimegombania cheo chochote. Nilikuwa katika msafara wakati tumekwenda huko kuitwa. Nilikuwa katika msafara. Kurudi katika msafara ikabidi nibaki na wale tulikuwa nao kwa kutaka tuitimize ile jambo tumeombwa. Na kutimiza ile jambo tumeombwa ndio ilitokea mle ndani ya sala. Waislamu wenyewe ndio waliomba, wakasema kama hapa uongozi wa Kiislamu mara nyingi huwa una sera mbili, una nyanja mbili. Kuna sera ya dini, ibada, na kuna sera ya administration na finance na development. Sasa hayo mambo mawili kwanza tuyaweke mbalimbali. Ikawa tumeyaweka mbalimbali, na ndio gisi uchaguzi ulipitika. Wanachuoni wa dini walikuwa upande wao, wakaweka vipengele vingine vya kusema kuwa
watakaoingia hapa wenye kutaka kufanya administration na finance na development na wenye upande wao. Ndio kwanza kesi ilikuwa. Mimi binafsi sikuwa na nia ya kujipresente tena kusema kama walichague wala nini, hapana. Sikuwa huko. Naona sikuwa huko. Lakini pindi tumeanza uchaguzi, pindi uchaguzi umeanza, imebidi waombe wenyewe walikuwa wameonekana kama vile ndio wanachuoni wakubwa, waende pembeni watuletee mmoja mwenye atakuwa representant. Representant mwenye atakuwa anasimamia province ya Sud Kivu, chefu ya entité ya Sud Kivu, na makamo wake mwenye atashughulika na mambo ya culte, kupanga dini, kupanga waimamu, kuzagaza dini, masomo na kadhalika. Alafu hapo wakenda pembeni, wakenda nje. Kwenda nje ikabidi waongee. Pindi walikawia kidogo, pakawa mtu watatu akaongezeka, naye ni vile vile mwanachuoni, alikwenda kwa kutaka kuwasaidia kutoa utata baina yao, lakini alikutana kama wamesha kuridhiana, na ndio ikapitika hivyo. Alafu pindi walisema kama watafute mtu administration na finance, mle ndani ya watu sauti zikaanza kupanda, zikatoka, tunamchukua sijui bwana Ibrahim Nyamlinduka, wengine sema tunamchukua bwana mzee professeur Tuna, unasikia. Lakini watu wengine wakasema hiki hapana, na wakamuuliza yeye mwenyewe Ibrahim Nyamlinduka, akasema hapana, mimi siwezi kupinganishana na mzee wangu. Midhali mzee yuko hapo amesha kumtaja, mimi sina kingine cha kusema. Mimi nikasema hapana, na mimi na muidhinia kijana wangu, kwa sababu yeye kingali na nguvu za kupita kwa kushoto na kulia. Kijana kalala chini kabisa, akasema kama ana majukumu mengi sana ya kimaisha na ya responsibility msikitini, kwa sababu vile vile anasimamia kamati ya utendaji na ya ujengaji hapa msikitini. Akanambia kabisa haya mambo ya administration na finance ya province ni makubwa sana, anakubali kulianiachia. Basi tukakubaliana hivyo. Lakini kwa kutaka kukumbusha, mle ndani walikuwa wameweka kriteri za uchaguzi. Na mzee, kabla ya kufika kwenye kriteri hapo, kwa sababu tutafika ni kwa ile pointi ya kriteri, lakini sasa nilikuwa nataka, kwa sababu unavyotuelezea uongozi gisi ulivyopita, na hapa tulisahau pointi yetu muhimu sana, kile ambacho kinaweza kikamfanya mtu hasa kuwa kiongozi. Mfano tukakamatia mfano kwako, kwa sababu una cheo chenyewe na wewe umegombea kwacho ndani au chenyewe umepewa. Kama vile mfano utuambie kulingana, mimi naweza kuwa na kicheo kwa sababu niko na vision fulani, utuambie faida ya mtu kwa kiongozi. Ndio tunaweza tukachukua vision ya dini hapa, kwa sababu haya ni mambo ya dini. Mambo ya dini kama vile tunajua sisi wote yanataka ilmu. Ilmu haiendi mbali na vision, kwa sababu mwenye ilmu, ile ilmu yake inampa nguvu na fursa ya kuwa na vision, kwa sababu maendeleo si kusema tu kujenga wala maendeleo. Ustawi wa jamii nao vile vile ni muhimu, amani ndani ya jamii. Alafu vision ni kusema kuwa Uislamu wa kwetu Bukavu, maendeleo yake itakuwa, tunataka maendeleo yake yawe namna gani, na si maendeleo katika sera moja au nyanja moja, kwa jumla. Tunaongea maendeleo kwa jumla. Hiyo hatuwezi kuyamaliza yote hapa, yanaingia katika ile kitu tutaita ya kutengeneza. Manake itatubidi kwanza tukutane na population yetu. Tukikutana na population yetu tuiulize mna matatizo gani, licha kuwa na sisi tunayajua. Manake unajua katika mipangilio ya leo, ya planification haitoki juu kuteremka chini, hapana. Wanaita planification itoke chini ipande juu. Katika planification za development, sisi tunaita development économique local.
Local inaweza kuwa ni ku niveau ya province, local inaweza kuwa ni ku niveau ya territoire, local inaweza kuwa ku niveau ya commune, inaweza kuwa ku niveau ya nani ya chefferie. Unaniona? Inaweza kuwa ni ku niveau ya centre islamique. Lazima hao watu waikae chini, wapandishe hoja zao, zile hoja zitoke katika territoire moja moja, katika commune moja moja, ziwekwe pamoja, zikutane na hoja za province, alafu zifanywe miundombinu zote ziwe pamoja, kwa kutaka tusiende kuwapelekea watu development yenye hawakuomba. Tunapaswa kuwapelekea development yenye inakutana na matatizo yao. Ndio gisi planification ya sasa inataka. Na nadhani tuko hatua kwa hatua, nukta kwa nukta, kama vile nilikuwa nimeulizia, na point ilikuwa inafuatiwa ni kutokana ile masharti, kriteri za mtu ili kwamba awe kiongozi. Inamlazimu mtu awe na kriteri gani ili kwamba afikie kuongoza jamii, na hasa tuko katika jamii yetu ya Kiislamu, na tunajua kwamba mambo yetu ya Kiislamu lazima iende kiimani, iende kielimu. Kriteri gani ambazo mnaoziona kwamba mtu akiwa nazo anakuwa kiongozi? Ndio kweli nimeeleza hapa, kama tulikuwa tumemaliza karibu miaka 5 ya matatizo kabisa, ya matatizo, watu hawaongei jambo moja, hawasikilizani jambo moja. Lakini wakati mufti na baraza lake la wanazuoni wamepanga zile kriter, vihunzi vyenye watu wanapaswa kutimiza kwa kutaka wachaguliwe, hayo yalikuwa kwanza yamekwenda kidini kabisa, alikuwa amekwenda kidini. Walikataa katu, hawataki kumfukuza mtu wala kumweka mtu pembeni. Tutakumbusha kama mkutano huyo umeitisha watu kuanzia wapi? Nyangezi kufika hadi Nyabibwe, misikiti yote kuanzia Nyangezi kupita kidogo karibu ya Kaziba, kuja mpaka kupita kwa Maria Kachelewa, kwa essence, Kadutu, Ibanda, Bagira, kuendelea mpaka Brasserie, Brasserie hadi Nyabibwe, wote walikuwa hapa. Wakuu wa misikiti, viongozi wa misikiti na viongozi wa dini na wa kidini. Alafu wakaona kama kunaweza kuwa kuna mtu anania ya kusema kuwa anataka na yeye wadhifa wa kutumikia Uislamu. Alafu condition alikuwa ameweka ya kwanza ilikuwa kwanza uwe Muislamu. Usiji pale ukasema tu unataka uongoze Uislamu na wewe sio Muislamu. Condition ya kwanza uwe Muislamu. Condition ya pili uwe na niveau yoyote ile. Niveau yoyote ile ya Qur'an, lakini uithibitishe. Hiyo niveau wakaomba ianzie ku certificat. Unaona certificat kama vile ya primaire. Kama huna hiyo au kama una hiyo na unaweza kuwa uko na hiyo certificat, weka kandidaturi yako. Kama uko na diplome d'etat ya niveau ya secondaire ya kidini ema ya kizungu, leta. Kama uko na niveau ya grade ya kidini au ya kizungu, onyesha. Kama uko na licence masters ya kidini au ya elimu ya dunia, onyesha. Ukiwa uko na degree ya doktora, kama nayo unayo, utaonyesha. Hivyo ndio vilikuwa. Na ya mwisho uwe na bonne moralité. Bonne moralité maana yake sijui tutasema mwenendo, tabia njema, mwenendo mzuri ndani ya jamii la Kiislamu. Hiyo ndio ilikuwa. Hapakuwa kabisa vipengele au vipingamizi vikubwa sana vya kufukuza mtu. Unasikia kwenye unaanzia ku certificat école primaire. Ilikuwa kabisa ni kutaka kila mtu yote ule ajisikie huru wa kuweza kuweka kandidaturi yake na aongoze dini inshallah. Naam, kiongozi, nadhani tuko katika pointi muhimu sana, na pointi la kufuata pengine hapa itabidi uchambue kwa upana kidogo, watu waelewe vizuri. Yaani kwa upana si kwamba uwe mrefu, lakini uwe na pointi zenye zinaeleweka sana, kwa sababu swali linasema hivi: kabla ya uongozi ambao uko kwa sasa, kulikuwepo uongozi wengine ambao sasa hivi tuseme labda umefutika au umetoweka au umebadilishwa. Ni nini ambayo mnakiona mbele
ambacho kinaweza kikawa labda ni cha hatari. Je, hamuone kwamba hao waliotoka viongozi waliokuwepo wanaweza wakafanya jambo lingine liko kinyume na mweye? Ndio, unajua namkumbuka mzee Ramsoni, ni mzee wetu marehemu, alikuwa ni mzee mkubwa hapa na alikuwa mwanadini, alikuwa akipenda kutuambia kila siku kama kala wazee na unakumbuka kala wazee alikuwa anasema mfamaji hakosi kutapatapa. Mfamaji hakosi kutapatapa. Uongozi ulikuwa, lakini uongozi kama gisi nimekufahamisha mbele, ilikuwa ni viongozi walikuwa tabaka tatu, walikuwa makundi matatu. Viongozi walikuwa makundi matatu. Unajua makundi matatu yalikuwa ni makundi ya statut, tukumbushane vizuri. Yalikuwa ni makundi ya representation ya statut. Ujue kama katika Uislamu tuna matatizo pengine hata yangine pengine hatutaki kuyakumbusha. Tuna matatizo yangine madogo ya madhehebu. Unanielewa? Tuna matatizo ya madhehebu. Alafu tutaweza tukaingia tena vile vile. Huyo uongozi tangu ulikuwa mbele, ulikuwa ni uongozi usimamia kidini. Ulikuwa umesimamia kimabavu. Watu tuseme ukweli. Na nitaomba msamaha wasikilizaji wetu wasinisikii vibaya. Wasinisikii vibaya. Ni katika michakato ilikuwa inapitika kule Komiko. Komiko ilikuwa na wamambre effectif wenye wanachagua Kinshasa, wanatuchagulia sisi watu wa Sud Kivu. Unanielewa? Alafu hawa mambre effectif hawana hata makazi, hawaishi hata Bukavu. Wanaishi huko Kinshasa, lakini wenyewe ndio wanachagulia representant mwenye atakuja Bukavu. Unaona hayo mambo kisi yalikuwa. Sasa ni mtihani mkubwa sana. Alafu na hao wote watatu nakufahamisha. Sitaki kutaja majina yao hapa kwa sababu si muhimu. Lakini na wenyewe wameitwa kwenda kuongelea swali hili. Lakini kutokana na gisi waliona hawapendwi na Waislamu. Waislamu wa Bukavu leo wamekwisha kufunguka macho. Wanaona kazi yenye Waislamu wenye maendeleo wanafanya. Naweza nikakupa mfano kidogo. Tizama msikiti wa Ibanda Nyawera. Unaweza kuhisabilika katika misikiti mizuri ya Kongo zima. Mimi natoka Kinshasa. Maliza karibu miaka 2.5 Kinshasa. Nimezunguruka sana Kinshasa. Nimeongea na bwana Mwinyi, nimeongea na bwana Jibondo na nani huyo mwenye anatumika na Jibondo. Nimeona misikiti mingi. Tumekwenda mpaka kwa huyu msikiti mkubwa, huyu unaitwa kama njoo wa Sitas. Nimeona ule msikiti wa Sitas. Hakuna fasi ule msikiti wa Sitas unakutana na msikiti wa Nyawera. Hakuna. Huyu msikiti tumejenga hapa Nyawera ni katika misikiti inaweza ikasifiwa hapa kwetu Afrika ya Kati hapa ya CPGL. Tena hapana kusema kwa nani, kwa msaada kutoka Saudia wala kutoka wapi, ni kwa nguvu zenu nyinyi waumini wa msikiti wa Ibanda kabisa. Na tunatoa pongezi kwa viongozi wa msikiti wa Ibanda, gisi wana usimamia na gisi wana ukarabati na gisi wana ujenga. Kwa sababu ni sifa kubwa sana kuona kama Allah amekujalia kufanya kitu kama hicho duniani na kesho akhera utakikuta kabisa. Naam, shukrani Sheikh wangu, naona mambo mazuri na sijui hapa kuna jambo ungeongeza kidogo kumalizia di point ili nipite katika pointi langu la kumalizia mjadala wetu huu leo, kwa sababu matokeo ni mengi katika mji wetu huu wa Bukavu. Sijui katika ile point kuna summarize unaweza kufanya? Ndio, naweza nikasema kama mageuzo yamekuja. Si mageuzo ya kusema tena ya turudishe ndani ya shida zile tulikuwa nazo. Ni mageuzo yamekuja watu wasirudi kupata shida ya kidini.
wasirudi tena kupata shida ya kidini, kwa sababu tuna watoto wamesomea dini, tena wako wengi hapa msikiti wa Ibanda, wengi. Na ndio maana wamefanya wengine wakimbie, wasileti kandidaturi zao, kwa sababu wanajua kama degree kidini, kama Gisu umenikumbusha kidini, ilmu kidini inasema nini? Inasema kama yule anakuwa na elimu kubwa lazima apite mbele. Na hapa wenye kuwa na elimu kubwa wote kwa kawaida hivi sasa wako Nyawera, Ibanda. Utanikubalia niseme kidogo aya? Karibu sana mzee. Aya. Mwenyezi Mungu anatukumbusha, hal yastawi walladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Wanaweza wakawa sawa? Mwenye kujua na mwenye hajui. Hizo ni katika aya, na mimi naweka rohoni mwangu kwa kumwokopa Mwenyezi Mungu, kwa kusema siku nikikutana na mwenye anajua nikae pembeni, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshatukumbusha. Na hili jambo tulifanya linakwenda vile vile na ile aya nyingine, paibuke baina yenu Waislamu wazuri, wenye kukatazana mabaya, wenye kuamrishana mema, sivyo? Na wazidi kuongeza uchamungu. Hizo ndio aya mimi kwa sasa zinanifanya mimi niweze kuingia katika huyo mchakato tumo ndani. Unanielewa? Hizo mbili kabisa. Na ya tatu tutasema ni ile inatukumbusha hapabadiliki jambo ndani ya umma wenu isipokuwa kwanza nyinyi wenyewe mbadilike. Kuna watu wenye uwezo wakabadilika hata tufanye namna gani, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema tena mle wale hawatabadilika kwa sababu roho zao ni tayari ugonjwa umeganda ndani. Simtukani mtu wala nakumbusha tu, kuna watu uwezo kambadilisha, kwa sababu haya maendeleo ingelikuwa kama vile ule mchakato tulikuwa tumeanza na Bwana Sudi tangu zamani, leo tungelikuwa mbali. Lakini vihunzi, tumefungwa, sijui nitakwambia namna gani. Lakini Allah ameturujalia tena kabla hatujaondoka duniani kutupa fursa ya kuweza kutumikia Uislamu, na ndiye maana nimesema wanadini watashughulikia dini. Finance, development, administration, inshallah ndio maradhi yangu, ndio usingizi wangu, ndio aporo yangu, na mimi nitaleta ndani ya dini ya Kiislamu inshallah. Nadhani mtazamaji, nikombe comment yako kutokana na pointi hili muhimu sana, kubadilishwa uongozi na kuwekwa uongozi mpya. Ni kuombe usisahau kuweka comment yako. Maneno ya moyoni usibaki nayo rohoni ukaja ukapata magonjwa ya moyo. Andika kile unachoona kwamba kinafaa kuandika, na useme kile ambacho unaona kinafaa kusemeka. Lakini haswa Bukavu inahitaji kuwa na maendeleo katika Uislamu, tena iwe ni dini yenye amani salama. Na kiongozi, niweze kumalizia jambo hili muhimu sana ambalo linatupa taswira na picha ya mkutano ambao mmeufanya nyinyi, na sijui ni kwa mwisho unaweza kukatuambia ni umuhimu gani ambao umeuona mwanyenyi kuweza kufanya hii uchaguzi mpya na kuweka viongozi wapya? Ndio kitu kikubwa kama gisi nimekufahamisha hapa, tunaandaa usoni mbele, hata hatujafanya kamati wala hatujafanya nini, tunaandaa usoni hapa conference kubwa sana. Inshallah Mwenyezi Mungu akituwezesha, ndani ya wiki moja tutafanya conference kubwa sana. Conference kubwa sana haitakuwa sana ya kidini, kwa sababu kidini mpaka sasa kama gisi unasikia darasa zipo, watu wanaendelea kuelimishwa na kueleweshwa, wanaelimishwa na kueleweshwa. Ndio darasa zipo kidini, watu wako kabisa vizuri, lakini itabidi tufanye conference kubwa sana ya kuwaelezea watu wapi tunataka kwenda, kipi tunataka kukifanya ndani ya community Islamiki, na sio tu Bukavu, kinaambatana na Kongo nzima. Nimekwambia kama nimefanya miaka 2.5 Kinshasa, niko na contact kule za kuweza kusema kama mabadiliko ya hii Conseil Superieur ya Islamu itakayokuja itatembelea katika mwenendo gani, na itakwenda na misingi gani, na itatumikisha elimu gani, kwa sababu elimu ya dini kwetu haijatupa matatizo, licha ya kuwa tuna madhehebu mengi, lakini hakuna matatizo. Kila watu wana misikiti yao, kila watu wanasali madhehebu yao, lakini utendaji kazi wa administration, adhina
ya umma kwa kutaka tufikie development. Huko ndio kwenye tutawekea sasa mkazo, na ndio kutakuwa mchakato mkubwa wa kuwafunza vijana gisi ya kuweza kujere administration, finance, logistique, kila kitu. Unaona bwana, watu wazoee kujere kisasa, hapana kujere kinyumbani au sio kifamilia, hapana. Mambo ya umma ni ya umma, ya nyumbani ni ya nyumbani, ya familia ni ya familia, ya kibinafsi ni ya kibinafsi. Tuwe tunatia vitu mbalimbali, tusiende kuchukua tutumike kazi za umma kwa faida yetu binafsi. Haipiti. Naam, nadhani mtazamaji wangu utakuwa tunafika mwisho wa kipindi chetu, lakini tuwezi tukawaacha bila kuweza kuwapa labda usia ama mwaliko. Sijui Uislamu ambao watakuwa labda walikuwa wako mbali na kile kikao, ambao pengine labda walikuwa hawajajua faida hicho kikao, unawaambia nini kwa dakika moja? Kwa dakika moja nawaambia kama tuko na tayarisha conference. Allah kitujalia mbele tufungue mwezi wa Ramadhani, katika wiki moja hii itaweza kuwa pengine Jumamosi, Jumapili ya siku zinakuja usoni, tuko tunaongea na watu wa mambo wa komite ili tuweze kufanya hicho kitu. Tunawaambia waje wengi waje kujisikilia na waje kujionea, kusikia na kuona, kwa sababu haya tunataka kuleta ni mapya, wengi hawayazoei, ni elimu kubwa. Watu wanasikia administration, lakini kuna planification. Ile planification inataka vile ujuzi. Mle ndani itabidi tuanze kufanya mipangilio ya kuwafunza watu ile planification management, wanaita planification stratégique na opérationnelle. Tunaanzia strategie ya miaka 3 mpaka 5 mpaka 10, kisha tunakuja kuteremka ku strategie ya mwaka mmoja. Mwaka mmoja tutatumikaje? Kwa kutaka tufikie nini? Ile tunaita DEL. DEL ni development économique local kudini yetu, local ku centre islamique yetu, local msikitini kwetu, local kwenye territoire zetu, kwenye sheferi zetu, local kwenye groupement zetu, kwenye pana misikiti yetu pote wanapaswa kujifunza gisi ya kuwa nafanya projet zao na kuzileta huku juu, tunazivalide, tunachangia kutafuta gisi ya kuzifinance na kuziendeleza na kuzithibitisha inshallah. Naam, shukrani. Nadhani mtazamaji wangu tutakuwa tumemaliza kipindi chetu, na sisi DAC TV1 tunaomba wazee wetu kuweza kutufadhili ili kwamba ikiwezekana ile conference tuifanye kwenye live inshallah, ili kwa sababu kwa kwenda tunashika kidogo kuna mengine tutayapoteza. Kwa hiyo tunaomba tuifanye iwe live na walioko nje mbali na sisi wapate kutuangalia kwamba Bukavu tunakuwa na maendeleo ya mambo yetu inshallah. Barakallahu fikum na karibu tena mzee wangu.